sisi ahlus sunna wal jamaa ukitazama da'wa zetu ukitazama masomo yetu katika halakati zetu ukitazama masomo yetu katika maahidi zetu na durusi mbalimbali utaona tunajikita tunatoa kipaumbele katika kuwalingania na kuwasomesha watu tauhid na huku tukueleza watu juu ya tauhid kwa anwa kwa aina mbalimbali za tauhid ambazo aina hizi wameeleza ahlul ilm zimefahamika bil istiqra al-istiqra at-tam wamefanya istinbat ahlul ilm wana wazuoni wala sio al-imam ibn Taymiyyah wala sio al-imam Muhammad bin Abd al-Wahhab a'imma qablahu au qablahuma wametangulia kueleza masala haya hiyo tauhidi ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika ayati mbalimbali hiyo tauhidi ambayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia Muadh ila an yuwahhidu Allah ni tauhidi gani ni tauhidi gani ahlus sunna wameandika vitabu kisoma kitabu tauhid maimamu mbalimbali wameandika kitabu al-iman vitabu vya aqida wameandika aima wa ahlus sunna wal jamaa kwa sababu ahlus sunna ndio waliomfahamu bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ndio waliofahamu neema ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ahlus sunna ndio waliojua kwa bwana mtume ni rahmatan lil alamin hembu watazameni wale ambao wanadai madai fake ya uongo ya kuwa wao wanampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam wako wapi na kazi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ya kuwasomesha watu tauhid kuwaelekeza watu ubaya wa shirki kuwasomesha watu ubaya wa shirki tazameni bali madhahiru shirki indahum dhahira yale madhahiri viashiria mambo ambayo ndio vielelezo ya shirki kwao wao hao wanaodai ni wapenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam mambo hayo kwa wao ni dhahiri hakuna muislamu asielewa isipokuwa yule mansafiha nafsa isipokuwa yule anayejitia hamnazo nitatolea mifano al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala ameitaja hadithi kutoka kwa Abu al-Hayyaj al-Asadi anasema ameniambia mimi qala li Ali bin Abi Talib ala ab'athuka ala ma ba'athani alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam alla tad'a timthalan illa qamastahu wala qabran mushrifan illa sawaitahu Ali bin Abi Talib ambaye kwa ar-Rafidha ndio imamu wao wa kwanza katika maimamu 12 ambaye Ali bin Abi Talib anaingia katika wale ahlul bait bila munazaa huyu Ali bin Abi Talib anamtuma Abu al-Hayyaj al-Asadi ni tabi'i anamwambia sikupeleke sikutumi juu
ya kazi ambayo mimi alinipeleka bwana mtume sallallahu alayhi wasallam kuifanya kazi hiyo. Kazi gani? Alla tad'a timthala, usije acha sanamu, usije acha picha la kiumbe hai, picha ya kiumbe hai, usije acha sanamu. Illa tamastahu, at-tams, eleza ahlul ilm, ikiwa ni sura iliyochorwa, si kilichochongwa, ni kufuta, kuharibu ile sura. Kama ni timthal, kwa maana ni sanamu, skeleton iliyetengenezwa inafanana na yule aliyetengenezewa hilo sanamu, isipokuwa ulivunje ulifute hilo timthal. Wala qabran mushrifan illa sawaita, wala usiache kaburi lolote lililonyanyuliwa kutoka ardhini isipokuwa liweke sawa. Hii ni katika kazi aliyokuja nayo bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika neema ya bwana mtume sallam kwa waja, kwa waumini, ni kuja na kazi hii. Na kazi hii bwana mtume sallam akamtuma kuifanya kazi hii Ali bin Abi Talib, mkwewe, mtoto wa ammi yake. Na Ali bin Abi Talib katika utawala wake anamtuma Abul Hayyaj al-Asadi naye aifanye kazi. Tazameni kazi hii wanaifanya wale wanaodai wapenzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam, wale wanaodai wao ni ahlul baiti, masharifu, masayidi. Sasa mamuona huyo sharifu mkuu kuliko nyinyi Ali bin Abi Talib, mamuona sayyidi mkuu Ali bin Abi Talib amepokea kazi kutoka kwa Sayyid walad Adam alayhi salatu wassalam, kazi ya kutokuacha timthalan isipokuwa ifanywe tams, kazi ya kutokuacha kabri mushrifan isipokuwa lisawazishwe. Hadithi ya Jabir bin Abdullah inda Muslim, katika mambo bwana mtume amekataza ni tajsisul qubur, kuyatia jasi. Jasi kwa wale waswahili waelewa, jasi ni kulichukua jiwe likasagwasagwa, kunapatikana ile chokaa ya zamani, jasi. Mtume amekataza antajsisi qubur. Katika mambo aliyokataza bwana mtume ni kupakwa jasi au kutiwa jasi kaburi. Kaburi mchanga ikachukuliwa jasi, kwa maana mawe yaliyosagwa, lile vumbi likawekwa juu ya kaburi. Wanafasiri ahlul ilmi maana yake ni kulitia udongo, kulijengea. Zamani hakuna tiles wala matofali, kujengea. Kwa maana si hao matofali hayakuwepo, hizo wanasema yalikuwepo. Ujenzi huo wa kujengea kaburi sio uliokuwa maarufu, lakini watu kutia majasi wakachukua, kwa sababu ndani yake kuna kulipamba kaburi, sababu jasi la rangi nyeupe, kaburi la kutia ikiwekwa ile jasi. Mtume akakataza. Na mtume sasa katika mambo aliyokataza kuyakalia makaburi, katika mambo aliyokataza bwana mtume alkitaba, kuyaandika makaburi, kwa maana kuandikwa jina la fulani bin fulani amekufa tarehe fulani, mtume amekataza. Katika mambo aliyokataza walbinai
alaiha, kuyajengea makaburi. Sasa kwa nini bwana Mtume sallallahu mambo haya aliyakataza? Kwa sababu nyinyi mnafahamu kwamba inhirafu albashariya, sababu ya viumbe kukengeuka, kana an-nasu ummatan wahida, watu walikuwa ni umma mmoja. Inhirafu ilianzaje? Hii shirki imetoka wapi? Sababu yake inaelezwa ni ghulu, ni kuchupa mpaka, ni kuwapa baadhi ya watu haki zisizoendana na wao. Watu walifanya ghulu kwa watu ambao walikuwa ni wema, ndio wale mabwana watano. Waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasr. nenda katika al-Bukhari, al-Imam al-Bukhari anataja tafsiri aya hii, maneno kutoka masahaba yako wazi kwamba haya majina ni ya watu wema. Walipokufa shaitani alikuja akawafanyia tashwishi watu. Auha ilayhim ash-shaytanu an ansibu fi majalisihim, ekeni katika yale majalisi yao, allati ambayo walikuwa wao wakikaa, ekeni ansaba, jamu ya nasab, ansaba. Hapa alikuwa akikaa wad, tengenezeni sanamu inayofanana wad, liekeni katika majlisi yake, kikao chake maalumu kile, ekeni. Chukueni na huyu wadda, ekeni sanamu yake, huyu yahutha, huyu ya'uq wa nasra. Shaytan mara ya mwanzo amekuja kwa sura hiyo. Wanasema zilipoondoka ajyal kadhaa na elimu ikapungua au ikaondoka elimu kwa watu wale, ujinga ukakithiri, Shaytani akaja tena akawaambia hawa walikuwa ni watu wema, si bure mpaka wakatengenezewa haya masanamu. Hawa walikuwa wana kadhaa, wana kadhaa, wana kadhaa, maneno ambayo ndio hayo walikuwa wana baraka, wana nafahati, wana imdadati. Tusikia wanaokwenda kwenye makaburi ya hao mashehe zao kwenda fata baraka za mashehe na nafahati na imdadati. Watu wakaanza sasa kutawassal nao, wakatawassal nao, si maana walikuwa hawajui kwamba yuko Allah subhanahu wa ta'ala. Wakaona hawa ni mabwana wakubwa, hawa ni mawali wa Allah, kwa sisi twajikurubisha kwa Allah kupitia hawa. Hii ndo asli ya shirki katika ulimwengu, hii ndo asli ya shirki. Akapelekwa Nuh kwa hawa watano, waqalu la tadharunna alihatakum wala tadharunna waddan wala suwa'a wa yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Kuna atfu hapa, baadhi ahli ilmu wanaeleza msiache miungu yenu na msiwache hao. Ndio maana bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mambo amepambana nayo ni mambo ya mapicha, mambo ya masanamu, mambo ya vinyago, kwa sababu ndio asili ya shirki. Hivi kumbukumbu, huyu alikuwa ni shekhe, huyu alikuwa kadha, mashaallah alikuwa hivi, msho mtu achukua ile picha anza kunibusu Abu Subit, mara kalieka kifua anajipangusa na picha ya shekhe. Ndio watu wanavyoanza. Kwa hiyo bwana Mtume sallam alimtuma Ali, usiache timthalan illa tamastahu wala qabran mushrifan illa sawaita, kwa sababu ghulu fi salihin, kuchupa mipaka kwa ahli al-qubur
wasila wenye nguvu, ni wasila mkubwa kabisa uliowafikisha watu katika shirki. Nimesema nimeitoa hadithi hii kama mfano. Sasa watazameni jamaa wanaodai wao wanampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam na wanatangaza kwa watu ujio wa bwana mtume ni rahma, lakini rahma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, rahma hii ya bwana mtume haikuwapata, hawako kwenye rahma ya bwana mtume. Sasa kwa sababu rahma ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ni kuweka watu mbali na adhabu ya Allah, ni kuweka watu mbali na shirki. Wao madhahiru shirki kwa wao yako wazi, wao ndio wajengaji wa makaburi. Mtume huku amekataza, hao wanajitia masharifu, huyo babu yao kakataza kujengea makaburi, wao ndio wanojengea. Huku kakataza hadithi ya Jabir bin Abdullah inda Muslim, kakataza walbinai alayha. Na hapa mimi nina vitabu lakini muda hautoshi. Hichi kitabu kimeandikwa la tattakhidhu alqubura masajida wala taj'alu al-adriha ma'abid. Ukisoma utaona wanawazuoni wamekusanya kauli za madhahibu zote al-arba'a, madhahibu zote al-arba'a, madhhabu zote juu ya suala uharamu wa kujengea makaburi na juu ya uwajibu wa kuyavunja makaburi yaliyojengewa. Si jambo la uwahabi, hii ni hadithi ya bwana mtume. Naha Rasulullah, amekataza bwana mtume, ni katazo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anamwambia Ali, alla tad'a qabran mushrifan, kaburi lililonyanyuliwa ima kwa mchanga wake likawa limezidi shibri moja, wanasema ahlul ilmi, au likawa limejengewa kaburi lolote, alla tad'a qabran. Si nakira hiyo, na nakira imekuja fi siyaqi nahy, tufidu ايش؟ tufidu al-umum. Kabri lolote, si la mtume, si la sahaba, si la wali, kabri yoyote ukikutana nayo Ali imenyanyuliwa, isawazishe. Wao mbona wananyanyua makaburi? Wao mbona wanajengia makubwa? Wao mbona mashehe zao wameweka ndani ya majumba, tena wamejenga na mabanda waingia ndani? Tizameni kabri ya huyu bwana mkubwa wa Mamburui alikufa karibuni, kibanda lake alojengewa ile jumba, watu wanaingia mule mule ndani, wanaketi kabisa, wanasema wamekwenda kuchukua siri za albayt. Sasa wanachukua siri, kuna siri za toka pale za waingia wao, ndio alfuyubu hiyo, ndio nafahati hizo. Mbona nyinyi mko mbali na mjukuu na babu yenu? Nyinyi si wajukuu wa mtume, nyinyi si masharifu nyinyi na masaidi. Babu yenu mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sisi wengine hatumo, sisi hatumo kwenye nasabu hizo, lakini huyu ni mtume wetu, amekataza kuyajengea makaburi. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemtuma Ali bin Abi Talib asiache kaburi yoyote mushrifan, isipokuwa isawazishwe. Mbona nyinyi mwajengea? Mtume amekataza kuandikwa, mbona nyinyi? As-Sayyid al-Allama ar-Rahil, allama, si tunawajua maallama. Allama ukisikiza maneno yake anavyozungumza, hujui hata kama hii ilmu yake ameichukua. Lakini haya al-Allama ar-Rahil imeandikwa pale kwenye kaburi. Amekataza mtume wenu. Mtume sallallahu alayhi wasallam atoa mfano mwingine. Hadithi ameipokea Ali ibn al-Husayn. Al-Husayn ibn Ali, huyu Ali huyu ni Zainul Abidin,
kayasikia maneno haya kutoka kwa baba yake Al-Husayn. Al-Husayn kasikia kutoka kwa babiye ambaye atakuwa mbabu wa Ali Zainul Abidin kutoka kwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wametaja wanaozuoni mbalimbali wa hadithi, katika wao ni Ibn Abi Shayba kutoka kwa Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, kuwa yeye alimuona mtu mmoja, raa rajulan, alimuona mtu mmoja. Yule mtu mmoja anakuja katika fajr, kulikuwa na kijimwanya kichochoro kuelekea kwenye kabri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomuona akamwambia, yule mtu ambaye alikuja katika kimwanya au furja, كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها. huyo mtu alikuwa anakuja anaingia pale, fayadkhulu fiha, anaingia, fayad'u, alafu anaomba pale. Fanaha, akamkataza, waqala, akamwambia, ala uhaddithukum hadithan sami'tuhu min abi عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. nimeisikia hadithi hiyo kutoka kwa baba yangu, yani Al-Husayn, an jaddi, kutoka kwa babu yangu, yani Ali bin Abi Talib, an Rasulillah sallallahu alayhi wasallam, mtume amesema, la tattakhidhu qabri 'ida, msijalie kabri yangu ni ida. Idi ni nini? Idi tuita idi, leo ni siku ya idi. La tattakhidhu qabri ida, msijalie kabri yangu ni sehemu inayoendewa watu wakenda wakarudi, wakenda wakarudi. Ida, msijalie sehemu yangu, kabri yangu ni sehemu inayokaririwa watu kuja mara kwa mara. Wala taj'alu au wala buyutakum qubura, wala msijalie majumba yenu makaburi. Wasallu alayya fa inna taslimakum tablughuni aina kuntu, katika riwaya fa inna salata tablughuni haithu kuntu. Wanasema ulama, hii ni isnadi ya ahlul bait, au sio? kutoka kwa nani? Kwa Ali ibn al-Husayn, Ali Zainul Abidin, ambaye huyu ni imamu wangapi kwa Mashia Rafidh? Imamu wanne, au sio? Kwanza Ali, wa pili Hasan, wa tatu al-Husayn, wa nne ni mtoto huyu Ali wa Husayn. Sasa Ali ibn al-Husayn raa rajulan, amemuona mtu. Angalia, tuwe ni makini sana, uelewe fahamu ya watu wema ilikuwaje. Amemuona mtu, raa rajulan yajibu ila furja kanat inda qabri an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Alimuona mtu anakuja katika kijiupenyo, penya ingia kwenye kabri ya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, halafu fayad'u, anaomba. Fanahahu, akamkataza, lakini akumkataza tu. Waqala, akamwambia, ala uhaddithukum haditha, sikusimulieni nyinyi hadithi, mimi nimeisikia kutoka kwa baba yangu, yani Al-Husayn,
an jaddi kutoka babu yangu yani Ali ibn Abi Talib ar-Rasulillah. Kwa nini amemkataza? Kwa sababu jambo la yeye kuja kwenye kabri ya bwana mtume alafu anaomba pale ni jambo halifai. Ima awe alikuwa anamuomba bwana mtume sallam ni shirki, au awe anaitakidi kwamba ile sehemu kwenye kabri ya bwana mtume ni sehemu bora, kwa pale dua hukubaliwa, na hilo pia halikubaliki. Ihtimali zote zinazopatikana katika kuja kwake pale, Ali ibn al-Husayn akafanyaje? Akamkataza, wala hakumuuliza ukifika pale, kwani pale waomba mtume, wamuomba Allah lakini kupitia mtume, au wamuomba Allah wala upitii mtume lakini wajiona tupo katika sehemu bora. Kama vile ambavyo mtu kwa msikitini sisi tuamini msikitini tupo katika eneo bora, bali upo umesujudu upo karibu na Allah, kadiri unapoomba dua pale wakati umesujudu ndio upo karibu zaidi na Allah, kwa pale kuomba dua ni bora zaidi. Hakumuuliza, kwa kuna ihtimali zote nasema ahlul ilm, yawezekana kadha, yawezekana kadha, yawezekana kadha, lakini alimkataza na akamwambia nimemsikia bwana mtume. Kwa sababu unapomkataza mtu asifanye jambo na umemuona anakuja katika jambo na jambo hilo alifai, umpe dalili. Akampa dalili, sikusimulia hadithi, nimekukataza cha mtume kakataza jambo hili. Mtume sallam kasema msifanye kabri yangu ni aida. Watisameni ahlul bid'ah, hao wanaodai wampenda bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, je, wamefanya makaburi ya mawali wao ni ida au sio ida? Eti ida, kila mwaka wana hauli wanakwenda makaburini. Twaziona kila siku hauli kwenye makaburi ya masharifu na mawali na mashekhe wao, twaona wanavoketi makaburini katika baadhi ya minasaba. Tumeona kwenye Tamtade watu wapo kwenye kibanda alichozikwa Muhammad Ayub pale, na mmoja katika wao akazungumza, shekhe watuona hapa tulipo. Tunasema uongo, nitampatia vijana wa studio wamweke msikie. Na akaambua mzee mmoja mgonjwa wa maguu au maguu, tena wewe pia umekuja leo uingie humu kwenye kaburi, uingie humu, manake wewe ni mgonjwa, ingia humu. Umeelewa? Mnaelewa? Wao wamejalia makaburi ya mashehe zao ni ida. Ali ibn al-Husayn anamkataza mtu na anamnukulia dalili kutoka bwana mtume, anakataza kaburi lake lisijaliwe ni ida. Sikwambii makaburi ya wengine ambao hatuna hakika na hali zao, bali dhahiri ya hali zao sisi twaziona sio nzuri. Wamekufa ni watu wa bid'a, wamekufa wengine ndio waganga wakubwa wa kuagiza vyungu na mishumaa na majogoo mekundu. Waona hao wanaojidai ni wajukuu wa mtume, hao wanaojidai hao ndio makuhani wakubwa, ndio waganga wakubwa katika miji. Sasa sikwambii hao kujalia makaburi yao ni ida. Huyu anamkataza kuja kwenye kabri ya bwana mtume sasa. Na kama lengo sasa, angalia mwisho wa hadithi, wallahi ukituliza akili. Ndio maana mimi nasema bwana, katika watu wenye akili ni masalafi, toka as-salafu salih mpaka wafuasi. Angalia mwisho, fa inna taslimakum au fa inna salatakum tablughuni haythu kuntum. Angalia, akaitaja ihtimali nzuri
kama ikiwa lengo kumpa salamu rasuli, ikiwa kama lengo umekuja pale kumswalia mtume, fa inna salata wa taslimakum tablughuni haythu kuntu, popote ukiwepo Makidina, ukiwepo Njombe, ukiwepo huko, swala na salamu zako kwa bwana mtume zamfikia. Huna haja, manake Ali ibn al-Husayn huna haja ya kuja hapa kama umekuja na hilo zuri alaula kumswalia mtume na kumpa salamu, basi huko huko uliko. Angalia fahamu salaf ilivyokuwa nzuri. Hii fahamu hii haikuingiliwa na zandaka. Ndio maana wanawachuoni wanaeleza katika watu walioingiliwa na zandaka na unafiki ni ahli bid'ah. Na wallahi simama, tumesoma hadithi hapa, kuna watu watasikia maneno haya watasema hao mawahabi. Yani sisi tumesema mtume sasa amekataza kujengea makaburi kwa hadithi sahihi inda Muslim kutoka Jabir bin Abdullah. Sisi tumeeleza hadithi ya bwana mtume kutoka kwa nani? Kwa Ali bin Abi Talib inda Muslim. Mtume alimtuma Ali asiache kabri yoyote mnyanyuliwa isipokuwa ameisawazisha. Kuna mtu ataacha maneno haya ya mtume sallallahu, atakwambia mbona kadha wa kadha, mbona shekhe kadha wa kadha. Hiyo ndo zandaka, hiyo ndio zandaka waliokuwa nayo ahli bid'ah. Nahnu naqul qala rasulullah, nahnu naqul naha rasulullah an kadha wa kadha. Hum yaqulun kaifa katika msikiti fulani kuna kadha, mbona shekhe fulani kadha, au nyie mawahabi tu hampendi mtume, mbona umekwenda huko? Sasa huyu Ali ibn al-Husayn huyu ni wahabi. Hebu atokee mmoja katika nyinyi mwenye akili zaidi huko upande wenu, ni watu wa bid'ah, mwenye akili kuliko nyote, yule ajuaye sana. Kuna bwana mmoja kinara sasa hivi asimamishwa sana kwenye ihtifali za Maulid, sasa ndio shekhe mkubwa asema sana. Kama yeye labda ndio muone ana akili zaidi, tumuulize huyu Al-Husayn ibn Ali alipomkataza huyu mtu kuja kwenye kaburi, ni wahabi huyu. Ali bin Abi Talib alipomtuma Abul Hayyaj al-Asadi katika ile kazi aliyotumwa na bwana mtume, usiache kaburi lolote lilonyanyuliwa kama makaburi yenu ya mashehe zenu yaliojengewa vibanda, isipokuwa niweke sawa. Ali ni muwahabi. Mna nini nyinyi? Mbona nyinyi bwana mtume kwenu sio rahma nyinyi? Ile wama arsalnaka rahmatan lil alamin, mbona nyinyi mko mbali na rahma? Yale aliyokataza bwana mtume sallallahu kwa wao ndio yapo. Mtume sallallahu amefanya kuomba dua, Allahumma la taj'al qabri wathanan yu'bad. Fi riwaya la taj'al qabri wathanan, basi na tamko la yu'bad. Mtume amefanya kuomba dua, usijalie kabri yangu mzimu. Kwa nini? Ishtadda ghadabullah, kwani ghadhabu ya Allah imekuwa kali. Allah amekasirika mno. Kwa kina nani? Kwa wale lilladhina au ala alladhina ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, au kama qala alayhi salatu wasallam, kwa wale ambao wameyafanya makaburi ya manabii wao masajid. Allahumma la taj'al qabri wathanan la'ana Allahu qauman, katika riwaya mtume akisema la'ana Allahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Akaonyesha kuwa kulifanya kabri lake ni wathana, ni kule kuja kufanya ni sehemu hapo ya kuswali, watu wakaja wakaabudu. Sijalie wathana ni yu'bad. Mtume sallallahu ameomba na dua. Tukiwatazama nyinyi mmejalia makaburi ya mashekhe zenu ya hao mawali kama mnavodai, mmejalia ni wathana yu'bad.
mpaka amefikia shekhe eti aomba dalili inokataza kuomba nini? Kuomba maiti. Hamjamsikia? Hamjasikia? Ataka dalili inokataza kuomba maiti. Angalia kiwango alichofikia cha zandaka. Amefikia shekhe na sauti mtaiweka na nimekutumia. Amefikia aomba dalili yani sisi wanaotuita mawahabi tuwape dalili inayokataza kuomba maiti. Angalia walipoharibika akili maskini. Dalili inayokataza kuomba maiti. Dalili. Kwani anaomba ni Allah au maiti? Jamaa, maisha yote ya bwana Mtume sallam amekuja kuwalingania watu wamwabudu Allah, wamuombe Allah pekee. Wa anna almasajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada, fala tad'u ma'a Allahi ahada, fala tad'u ma'a Allahi ahada. Si annahi na ile ahadan sinakira. Nyinyi mmesoma sana nyinyi simuona sisi hatujasoma. Nyinyi mmesoma sana. Sasa ahadan sinakira na nakira katika siyaki nahi inafundisha fala tad'u ma'a Allahi ahadan. Haitoshi hiyo aya siku nyingi. Hao kina Lata walikuwa maiti, hawa ni watu. Kana yalutuni asawiq ausi. Simasoma nyinyi. Huyu alikuwa ni mtu pia mwema. Sasa watu walikuwa kimuomba, si ndio maiti? Tunazimekuja aya zikakataza ibada za Lata na Manata na kina Uzza. Yani wataka nini? Lakini hii ndio wanasema al-ilm ni zandaka. Hao wameingiliwa na unafiki. Kuna watu wameingiza mambo ili wawatoe katika Uislamu. Leo maana wataka kutuonyesha kuomba maiti yafaa, kwa hiyo mpaka sisi watu challenge yani. Tukupe dalili ya kukataza kuomba maiti. Mmefikia kiwango hicho jamaa? Ni hamna wasiwasi kuswali nyuma yao hawa. Ni hamna wasiwasi wenzangu? Tumefikia kiwango hicho. Mko wapi sasa na hii neema ya bwana Mtume sallallahu wa yuzakihim? Iko wapi tazkia aliyoifanya bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam?